Nimeuliza swali kwamba Biblia au maandiko matakatifu yanawezaje mtu wa leo kukuletea matokeo, hasa ukizingatia kwamba imeandikwa miaka mingi sana iliyopita, toka wakati Musa anaambiwa andike kwa mara ya kwanza vile vitabu vitano vya kwanza, kwa maana kitabu cha Mwanzo mpaka kitabu Kumbukumbu la Torati. Ilikuwa ni miaka karibia 1500 kabla ya Kristo wakati anaanza kuandika. Sasa je, toka wakati huo mpaka wakati Agano Jipya linaandikwa, takriban mwaka 100 baada ya Kristo, wakati Biblia inafungwa, inawezaje kutupatia matokeo leo kwenye karne ya 21? Jibu ni hili. Unaposoma maandiko matakatifu kuna hatua kubwa tatu popote unaposoma. Hatua ya kwanza, unapaswa kujua Biblia ilikuwa inasema nini tangu asili, tangu awali, tangu mwanzo. Ilikuwa ina maana gani? What the text say. Hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, unapaswa kujua maana yake. What does it mean? Ina maana gani hiyo text ambayo umesoma, hiyo paragraph ambayo umesoma, hiyo sura ambayo umesoma, hiyo story ambayo umesoma, ilikuwa na maana gani? Kwanza unaijua yenyewe kama ilivyo, unasoma kama gazeti. Ya pili, unataka kujua maana yake iliyoko ya kwenye hiyo passage ambayo umeisoma. Ya tatu ni application. Mimi kwangu leo inanisaidiaje? Mimi kwangu leo naitendeaje kazi? Mimi leo naitumiaje? Hapo ukifuata hizo watu watatu, utaanza kuona matokeo kutoka kwenye haya maandiko ambayo umeyasoma. Yakikwambia acha uvivu, utapata tafsiri yake asili, utapata maana yake ya kwanza, utapata tafsiri yake, lakini mwisho itakusaidia wewe kuweza kuapply, kufanya application ili uweze kuitumia. Hapo utaanza kuona matokeo ya maana katika maandiko matakatifu. Mfano, Paulo anasema kila mmoja jitahidi kutulia na kufanya kazi kwa mikono yake mwenyewe ili aweze kupata kuwa na chakula chake mwenyewe, aweze kuwa na mahitaji yake mwenyewe. Angalia maana yake ya kwanza, elewa ilikuwa inamaanisha nini, elewa maana yake ni nini, lakini pia application yake, utekelezaji wake, wewe na kutekelezea nini. Inamaanisha asiweko mtu asiyekuwa na kazi, asiweko mtu asiyekuwa na shughuli, asiweko mtu ambaye anakula chakula cha mtu mwingine, bali kila mmoja afanye anavyoweza, ale chakula chake mwenyewe. Hilo neno la Mungu. Otherwise tukutane wakati mwingine.